Uchaguzi wa urais nchini Tanzania kurudiwa baada ya kufikiwa kwa uamuzi huu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli ya ACT Wazalendo kwamba uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu haukuwa huru na wa haki wala wa kuaminika ni tamko linalovunja msingi mzima wa uhalali wa serikali iliyoundwa baada ya zoezi hilo. Ili si dai dogo la kisiasa wala manunguniko ya chama kilichoshindwa, bali ni shtaka la moja kwa moja dhidi ya mfumo mzima wa utawala, likisema wazi kuwa Tanzania imeongozwa na serikali isiyotokana na ridhaa ya wananchi. Katika historia ya siasa za nchi hii, matamko ya aina hii yamekuwa yakitamkwa kwa tahadhari kubwa, lakini wakati wa ACT Wazalendo imechagua lugha hii kali, nzito na isiyoacha nafasi ya tafsiri ya kupindisha. Kwa kutangaza kwa uchaguzi urudiwe upya, chama hicho kimeweka bayana kwamba kile kilichofanyika Oktoba mwaka jana hakikuwa kurekebishwa kwa marekebisho madogo ya kiutawala au maelezo ya kisheria. Kauli hii ina maana kwamba mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia maandalizi, utekelezaji hadi matokeo, ulikiuka misingi ya katiba inayotamka wazi kuwa mamlaka ya kutoa uongozi ya nchi yamo mikononi mwa wananchi. Na kwa mantiki hiyo, serikali iliyoundwa inatajwa kama matokeo ya mfumo uliofeli, si chaguo halali la Watanzania. Tamko hili linakuja katika mazingira ambayo taasisi za uchaguzi zimekuwa zikisisitiza kuwa uchaguzi uliofanyika kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Hata hivyo, hoja ya ACT Wazalendo inakwenda mbali zaidi ya utii wa kifomu wa sheria. Inaguza uhalali wa kimaadili na kikatiba wa zoezi lenyewe. Historia ya uchaguzi nchini Tanzania imeonyesha kuwa kufuata taratibu kwenye karatasi hakujawahi kuwa dhamana ya uchaguzi huru endapo mazingira ya kisiasa, usalama, uhuru wa vyombo vya habari na usawa wa ushindani vimekandamizwa. Tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwanzoni mwa miaka 1990, uchaguzi umekuwa chanzo kikuu cha migogoro ya kisiasa. Chaguzi za mwaka 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 na mwaka 2020 zote zimeacha maswali kuhusu haki, usawa na uaminifu wa matokeo. Na kila awamu imekuwa ikiahidi maboresho, lakini malalamiko yamekuwa yakijirudia kwa sura ile ile: matumizi ya vyombo vya dola, kubanwa kwa upinzani, dosari katika daftari la wapiga kura, uamuzi wa mamlaka za uchaguzi usio wazi, na kutokuwepo kwa njia huru za kisheria za kushughulikia migogoro ya uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka 2025 umeingia kwenye orodha hii kwa uzito mkubwa zaidi kwa sababu ulifanyika baada ya miaka ya kuimarika kwa sheria na vitendo vinavyodhibiti ushindani wa kisiasa. Kipindi kilichotangulia uchaguzi kilishuhudia zuio la mikutano ya vyama vya upinzani, kukamatwa kwa viongozi na wanachama, masharti magumu ya mikutano ya hadhara na mazingira ya hofu ambayo yalifanya kampeni za kisiasa kuwa zoezi la hatari. Na katika mazingira kama haya, hoja ya kwamba wananchi walitoa ridhaa yao kwa uhuru inakuwa dhaifu kimsingi. ACT Wazalendo kama chama kilichojijenga juu ya ajenda ya demokrasia, uwajibikaji na haki za kiraia, imechagua kusimama wazi na kusema kuwa kile kilichotokea si uchaguzi bali ni zoezi la kudhibitisha mamlaka yaliyokuisha pangwa. Kauli ya kamati kuu kwamba wananchi ndio wenye mamlaka ya kikatiba ya kutoa uongozi wa nchi inarejesha mjadala kwenye kiini cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo licha mapungufu yake bado inatamka wazi kuwa madaraka yote yanatokana na wananchi. Msingi wa tatizo unaonekana kuwa si tukio la siku ya kupiga kura pekee, bali mfumo mzima wa uchaguzi unaoendeshwa chini ya katiba na sheria zinazompa rais na serikali mamlaka makubwa juu ya tume ya uchaguzi. Tume isiyo huru kikamilifu, uteuzi wa makamishna unaofanywa na muhimili mmoja wa dola na ukosefu wa uwazi katika maamuzi muhimu vimekuwa vikilaumiwa kwa muda mrefu kama chanzo cha chaguzi zisizoaminika. Uchaguzi wa mwaka 2025 umeonekana kama uthibitisho wa mwisho wa kushindwa kwa mfumo huu kujirekebisha.
Kikanda, madai ya uharamu wa uchaguzi nchini Tanzania yamekuwa yakifuatiliwa kwa tahadhari na nchi jirani za Afrika Mashariki. Ukanda huu tayari umeshuhudia migogoro mikubwa ya uchaguzi iliyosababisha vurugu, migawanyiko ya kijamii na kudhoofika kwa uchumi. Na Tanzania ambayo kwa miaka mingi ilijitambulisha kama kisiwa cha utulivu, sasa inatajwa mara kwa mara katika mijadala ya haki za kisiasa na uhuru wa kiraia. Tamko la ACT Wazalendo linaongeza uzito wa madai kwamba utulivu unaoonekana unaweza kuwa ni matokeo ya ukandamizaji, si maridhiano ya kijamii. Kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na wafadhili wa maendeleo wamekuwa wakitoa tahadhari kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikigusia kupungua kwa uhuru wa kisiasa, kukandamizwa kwa vyombo vya habari na kudhoofika kwa taasisi huru. Ingawa serikali imekuwa ikipinga tathmini hizi, kauli ya chama cha siasa chenye uwakilishi wa kitaifa inazipa hoja hizi uzito wa ndani na kuzifanya zizionekane tena kama shinikizo la nje pekee. Wito wa kurudiwa kwa uchaguzi mkuu ni hatua kali yenye athari pana za kisiasa na kiuchumi. Ni wito unaotishia kuingia moja kwa moja kwenye mgongano wa dola, na kwa sababu unahoji uhalali wa serikali iliyopo. Hata hivyo, kwa mtazamo wa haki za kikatiba, ni wito unaoelezwa kwenye kurejesha mamlaka kwa wananchi. ACT Wazalendo inaonekana kuamini kuwa gharama ya kuendelea na serikali iliyotokana ama isiyotokana na ridhaa ya wananchi ni kubwa kuliko gharama ya kurudia uchaguzi. Kwa mamlaka za uchaguzi, kauli ya chama hiki ni kipimo cha imani ya umma, kusisitiza kuwa sheria zilifuatwa bila kujibu hoja nzito ya uhalali wa mchakato kunazidisha hisia kwamba taasisi hizi zimejitenga na wananchi. Na katika historia ya nchi, taasisi zilizopoteza imani ya umma zimekuwa chanzo cha migogoro ya muda mrefu, hata pale ambapo kisheria zilionekana kuwa sahihi. Kwa vyama vingine vya upinzani, tamko hili linaweka shinikizo la kuchagua msimamo. Ukimya au kauli ya tahadhari zinaweza kutafsiriwa kama kukubali hali ilivyo, na kwa chama tawala ni onyo kwamba ushindi wa uchaguzi hauwezi kutenganishwa na uhalali wa mchakato. Ushindi usioaminika hubaki kuwa furaha jeraha linaloendelea kuvuja katika mwili wa taifa. Kwa wananchi, hoja ya uchaguzi kuibiwa au kutokuwa halali linagusa hisia za msingi za uraia. Kupiga kura ni tendo la msingi na la ushiriki wa kisiasa, na kuporwa kwa maana yake kunavunja mkataba wa kijamii kati ya raia na dola. Endapo madai haya yataachwa bila kushughulikiwa kwa uwazi na uadilifu, basi hatari yake ni si maandamano ya mara moja, bali ni kizazi kinachokuwa bila imani na sanduku la kura kama chombo cha mabadiliko. Mwisho wa mjadala huu unaendelea kuelekea zaidi ya uchaguzi wa mwaka 2025. Unahusu mustakabali wa Tanzania kama taifa linaloheshimu ridhaa ya wananchi au linalotegemea nguvu ya mfumo kudumisha mamlaka. Na kimya cha leo kinaweza kuonekana kama utulivu, lakini kimya kinachojenga hasira ya kesho. Hofu inaweza kuzima sauti kwa muda, lakini haiwezi kuzima kumbukumbu ya haki iliyodaiwa na kunyimwa. Na kauli ya ACT Wazalendo imefungua ukurasa mgumu lakini muhimu, ukurasa unaouliza taifa liamue kama litaendelea kuhalalisha chaguzi zisizoaminika au litachagua kukabiliana na ukweli mchungu wa kurejesha demokrasia yake. Mustakabali wa Tanzania utabebwa na uamuzi huu, ama kama taifa litachagua ujasiri wa kurekebisha makosa yake, au kama taifa lililokubali kimya chake kuwa sehemu ya tatizo. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yetu pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha chochote. Zidi kuwa nasi kila wakati na kumbuka kusubscribe.